Ndugu waombolezaji, yamesemwa mwengi. Abwao leo amelala hapa. Niwahakikishie kuwa serikali pamoja na vyombo vya ulinzi na usalama vitaendelea kusimama imara. Vitaendelea kuwalinda wananchi wa mkoa wa Tabora. Maana pia ndio jukumu tulilo nalo wa kuwapa uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama, bila kuhofu mtu wala kikundi cha ujambazi wala kibaka. Ndugu zangu, mkoa huu ni mkoa mkubwa kuliko yote hapa nchini, lakini ni mkoa wenye idadi namba 3. Ni mkoa wa 3 kwa idadi ya watu. Kwa hiyo inabidi na tunatakiwa kuweka mguu chini kweli kweli, ili kuwapa huo uhakika wa kulala na kuamka mkiwa salama. Matukio yote ambayo mmekuwa mkiyaona, inawezekana, na nimekuwa nikisema mara kadhaa, inawezekana mhalifu akafanya tukio, lakini tulishawapa uhakika hawezi kufika nalo salama. Tutambaini. Ndugu zangu, yapo matukio ambayo ni mengi, mngekuwa mkielezwa wananchi, inawezekana mngekuwa mnaishi kwa taharuki. Lakini vyombo vya ulinzi na usalama vyote mnavyoviona hapa, kila mmoja kwa namna yake, tumefanya kazi kubwa. Lakini kwa jeshi la polisi lililokuwa likiongozwa na Richard Abwao, imefanya kazi kubwa sana kuhakikisha mkoa huu unakaa na unakuwa kwa utulivu, na watu wanafanya kazi zao bila kuhofu, wanalala, wanaamka bila tatizo lolote. Amesema mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi hapa, mimi nikuhakikishie mwenyekiti, na niwahakikishie wananchi wa mkoa huu wa Tabora kuwa mkoa utaendelea kuwa tulivu. Tutaendelea kuwalinda kwa nguvu zote na kwa uchu. Yanayosemwa wala yasikubabaishe. Huu umati uliokaa hapa leo ndio unaomfahamu Abwao. Hao wanaozungumza huko ni mtu na magenge yake ya uhalifu. Niwahakikishieni ipo siku tutawafikia na wao watajibu. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.